Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adamu Hussein na tunaendelea kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri duniani. Miongoni mwayo ni pamoja na taarifa iliyotolewa na Rais wa Urusi Vladimir Putin akisema kwamba nchi za magharibi bado hazijaielewa Urusi. Urusi inataka kuona watu wengi zaidi wanaoielewa na wanataka kuishi kwa amani, rais huyu wa Urusi amesema. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema kwamba baadhi ya watu katika nchi za magharibi hawaielewi Urusi, lakini ukweli huo hautatizi maendeleo ya nchi hiyo, anasema Bwana Putin, huku akisisitiza kwamba kuna watu katika nchi zinazoitwa magharibi ambao hawaielewi Urusi, lakini hii haituzuii kuishi na kujiendeleza. Hii inapaswa tu kutupa motisha kuongeza idadi ya watu wanaotuelewa na wanaotaka kuishi nasi kwa amani na urafiki, Putin alisema. Lengo kama hilo linaweza kufikiwa kwa kufanya kazi kubwa na vijana haswa. Rais anasisitiza mafanikio yanatungoja katika eneo hili ikiwa tutafanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi na vijana na watoto na vijana na wale ambao wanaunda msingi wa mustakabali wa nchi na kuthamini nchi hii, anasema Bwana Putin. Hata hivyo, rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliyazungumza hayo wakati wa mkutano wa bodi ya usimamizi ya Movement of the First, shirika la Urusi la watoto na vijana, ambapo lilianzishwa mnamo mwaka 2022 kwa kuungwa mkono moja kwa moja na Rais Putin. Movement of the First imekuwa shirika kubwa la kitaifa kulingana na Rais Putin. Sasa linaleta pamoja zaidi ya wanachama milioni 11 ambao wamekuwa vijana ambao ni wazalendo. Kwa mujibu wa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, anasema lengo kuu la kundi hilo ni kuwasaidia vijana kwa nchi hii kufanikiwa katika maisha yao. Putin alisema kumsaidia mtu kupata njia bora katika maisha ni ufunguo wa mafanikio, anasisitiza. Karibu kila mtu anataka mafanikio, hata kama anafikiri kwamba kwa ujumla haihitaji chochote na kila kitu ni sawa. Katika nafasi zao, kila mtu anapigania mafanikio. Ili kufikia mafanikio haya, wanahitaji kutafuta njia ya maisha na kupata biashara ambayo wapo tayari kujitolea maisha yao. Hii ni moja ya sababu kuu ya vuguvugu hilo la kwanza ambalo limeundwa, rais wa Urusi Bwana Putin amesema. Hata hivyo, amesema kwamba kundi hilo ni kwa ajili ya kuwajenga vijana kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa wazalendo katika nchi yao, na anasema kwamba moja kati ya mataifa yenye wazalendo wengi duniani ni pamoja na Urusi, ambayo watu wake wamekuwa wakionyesha ushirikiano katika serikali yao, lakini pia wameonyesha kuguswa na chochote ambacho uongozi wa taifa hilo umekuwa ukifanya. Bwana Putin amesema kwamba katika jambo ambalo wengi hawafahamu ni juu ya kuwaunganisha vijana na watoto katika kutambua thamani yao katika taifa lao, na akisema kwamba hili litawatengenezea uzalendo wa hali ya juu. Kadhalika, rais huyo wa Urusi amesema kwamba mataifa ya magharibi bado hajaelewa ni nini ambacho tunakifanya, lakini athari zake watakuja kuziona miaka ijayo. Rais huyo wa Urusi anasema kwamba mataifa ya magharibi hayataki kujua nini Urusi inamaanisha, lakini pia hawataki kuona Urusi ikiwa katika ushirika ambao unaanzia kwa watoto, kwa vijana na hata watu wazima. Lakini pia rais huyo wa Urusi Bwana Putin anaongeza kusema kwamba moja kati ya mambo ambayo Warusi wamekuwa wakithamini ni pamoja na utamaduni wao, na kwamba watu wa magharibi hawataki kuuelewa utamaduni wa watu wa Urusi, na hivyo vijana wengi wanajengwa kwa ajili ya kuhakikisha wanauendeleza utamaduni wao. Ni moja kati ya nchi chache katika bara la Ulaya ambazo zimekuwa zikihakikisha kwamba watu wake wanaishi katika misingi ya tamaduni zao ambazo hazikiuki masharti kadhaa yakiwemo yale ya kidini, tofauti na watu wa magharibi, na ndicho ambacho rais wa Urusi Bwana Putin anataka kukiona katika taifa hilo la Urusi. Na moja kati ya mambo ambayo hahitaji kuyaona lakini watu wa magharibi ni kama vile hawamuelewi Bwana Putin ni pamoja na masuala ya mapenzi ya jinsia moja, utamaduni ambao watu wa magharibi wameuona ni wa kawaida, lakini Urusi ni marufuku jambo hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, utaweza kuyajua mengi ambayo yanajiri duniani kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.